tulikuwa tunawasiliana naye, tulikuwa tunajua yuko katika majukumu yake ya kikazi, na kama familia tulikuwa tuna hope katika msimu wa Pasaka tungekuwa naye pia. Na pia nilimtumia usiku mwema ambao nadhani ndo jumbe yangu ya mwisho kumfikia, na ambayo hakuijibu mpaka leo, mpaka Mwenyezi Mungu anampa pumziko la milele. Kwetu alikuwa ni baba. Kwa wengine walimuona ni mtumishi, kwetu alikuwa ni baba. Alikuwa ni baba mwenye upendo, baba aliyependa sisi tusome, baba aliyependa tumshike sana Mwenyezi Mungu. Alikuwa anatuasa sana tumuombe Mwenyezi Mungu. Alikuwa kila siku anajitahidi kutuambia tusome, tufanye kazi kwa juhudi. Tunamshukuru, aliweza kubalance the position, na alitupenda sana, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Mtazamaji wa Global TV, karibu kwa moja kutoka nyumbani kwa marehemu Mhandisi Boniface Gisima Nyamuhanga, ambaye alikuwa akihudumu kama mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, ambaye alifikwa na umauti siku ya jana Jumapili kwa ajali ya gari iliyotokea kule Bunda mkoani Mara. Global TV imefika nyumbani kwa marehemu. Huyu ni mtoto wa marehemu. Poleni kwa changamoto ambayo imewakuta. Utajitambulisha kwa majina na uhusiano wako na mpendwa wetu. Kwa majina naitwa Ian Nyagasala Gisima. Mimi ni mtoto wa marehemu Mzee Gisima Nyamuhanga, ambaye alikuwa ni mhandisi na mkurugenzi mkuu wa taasisi wa shirika la TANESCO. Wengi tunamfahamu mzee wetu kwa utumishi wake katika maeneo mbalimbali. Labda mzee wetu, kwa namna ambavyo umemfahamu wewe kama kijana wake, alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwetu alikuwa ni baba. Kwa wengine walimuona ni mtumishi, kwetu alikuwa ni baba. Alikuwa ni baba mwenye upendo, baba aliyependa sisi tusome, baba aliyependa tumshike sana Mwenyezi Mungu. Alikuwa anatuasa sana tumuombe Mwenyezi Mungu. Alikuwa kila siku anajitahidi kutuambia tusome, tufanye kazi kwa juhudi, na iko ndo kitu ambacho sisi tunamchukulia kama baba. Kono hatuna cha ziada cha kusema zaidi ya kusema kwamba alikuwa ni baba kwetu, alikuwa ni mpendwa kwetu, alitupenda wote bila kujali itikadi, bila kujali dini. Kono tunamshukuru sana kwa ajili ya maisha yake hapa duniani. Tukio limetufika katika namna ya mshtuko. Taarifa zimekuwa za ghafla. Labda wewe binafsi, taarifa hizi zilikufika ukiwa katika hali, ulikuwa wapi na katika hali gani? Kila mtu anajua Jumapili ni siku ya kanisani. Kono ilikuwa ni asubuhi, tulikuwa tumeenda kanisani, na baada ya kanisani ndipo tuliingia mtandaoni. Baada ya kuingia mtandaoni tulikuta simu nyingi zinaita, tulikuta a lot of messages, lakini tunaweza tukasema yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anayepanga ni Mwenyezi Mungu. Lakini tumeumia kama familia, tumeumia sana. Tumepoteza baba, tumepoteza mpendwa, tumepoteza mshauri, tumepoteza mwalimu, tumepoteza mtu ambaye alikuwa ni nguzo katika familia yetu. Hakuchoka kutushauri kama watoto wake, hakuchoka kutuasa pale ambapo tulikosea. Alikuwa anajitahidi kadri ya uwezo wake kutufundisha kufanya yaliyo mema, na hata kwa kazi yake na katika majukumu yake bado hakutuacha familia yake. Kono tunamshukuru sana kwa hilo. Wewe ni kijana wa mzee wetu. Labda unaweza kutuambia ni kijana wangapi, labda na familia yenu mzee alibahatika kuwa na vijana wangapi kwenye familia? Baba alikuwa ana watoto 15. Mimi ni mtoto wa 6 kati ya watoto 15. Sawa.
Nini ambacho unakikumbuka zaidi kutoka kwake, kwamba labda mzee wetu hata kama angekuwa na majukumu kiasi gani, lakini kitu fulani lazima angekifuatilia kuhusu mimi, na ni kitu cha aina gani ambacho unaweza ukasema unakikumbuka zaidi kutoka kwa mzee? Kikubwa alichotuasa ni kusoma. Kikubwa alituasa ni kusoma kwa juhudi. Baba alikuwa amesoma sana. Kwa hiyo alikuwa anatuasa sana tusome, alikuwa anatuambia kwamba kusoma ndio njia pekee ya kutimiza malengo yetu. Pia alikuwa anatuasa sana kufanya kazi za mikono. Kwa hiyo baba ndio alichokuwa anatufundisha, lakini katika majukumu ya kikazi baba alikuwa ni mchapakazi. Baba alitumia muda wake mwingi sana kutumikia nchi yetu katika taasisi, katika shirika la umeme, na alifanya kazi kwa juhudi sana bila kujali na kuhakikisha kwamba umeme unapatikana nchini. Kwa hiyo kwenye uchapakazi ndio kitu ambacho tunaweza kumuelezea. Kwenye utumishi tulikuwa tuna miss sana nyumbani, na alikuwa anatuambia weekend nitakuja, weekend nitakuja, weekend nitakuja. Kwa hiyo alikuwa ni mchapakazi sana 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 sana, na ndio kitu ambacho we can cope kama tukipata nafasi ya kumtumikia nchi yetu, kwamba we must work hard, we must dedicate to our works, na we must be committed to our works. Baba amekuwa committed mpaka mwisho. Few days kabla ya msiba tulikuwa tunamuona kwenye mitandao akiwa anahutubia bungeni. Kwa hiyo he was so committed to his work, so we salute him for that. Kama baba, ni vitu gani ambavyo kama mzazi alikuwa anavichukia sana, na mara nyingi alikuwa akihakikisha vijana wake haanguki kwenye hivyo vitu, au akizungumza ama akiwasema sana? Baba alikuwa anachukia watu ambao hawamchi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alikuwa anatuasa asubuhi, mchana, jioni tumche Mwenyezi Mungu. Alikuwa akiondoka kwenda kazini atatuita tusali. Kwa hiyo alikuwa anapenda sana tumche Mwenyezi Mungu. Cha pili alikuwa anapenda sana tusome. Cha tatu alikuwa anapenda sana tuwe na nidhamu, kama yeye alisema kwamba hauwezi ukafanikiwa kama hauna nidhamu. Kwa hiyo alikuwa na nidhamu ya hali ya juu kazini, alikuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kutimiza majukumu yake katika familia, alikuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kutimiza majukumu yake kwa ndugu, jamaa na marafiki, alikuwa na nidhamu ya juu katika elimu yake. So hatuna cha ziada zaidi ya kusema we salute him, na Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Tukumbuke baba alikuwa ni mtendaji mkuu wa TANESCO. Kwa hiyo alikuwa na nafasi kubwa katika taifa letu. Kwa hiyo taarifa zake ilikuwa haina haja ya kuthibitisha, kwa sababu nikizungumza muda wa kutoka kanisani ni muda mrefu toka habari zimeanza kusambaa. Kwa hiyo hatukupewa tu taarifa ya maneno, bali taarifa ya picha, na mpaka sasa manake ni kila watu wengi walishatoa taarifa. Kwa hiyo tunaamini kwamba taarifa zilitoka katika vyombo vya habari, na tunaviamini vyombo vya habari vya nchi yetu vinafanya kazi kwa juhudi kubwa, na walitufikishia taarifa mapema. Wakati mnatoka kanisani, labda mlikuwa na mama, ama yeye mama alikuwa kwenye majukumu mengine? Tulitoka kanisani tukiwa na mama. Mama alikuwa kwenye hali gani mara baada ya taarifa hizi kuwafikia? Taarifa ya msiba ni taarifa za kushtukiza. Kwa maana hiyo kila mtu anazipokea katika mshtuko, na tukumbuke kwamba baba yetu amefariki kwa ajali, sio kwamba alikuwa anaumwa. He was strong, he was a fighter, fighting for his nation, fighting for his family. Kwa hiyo alikuwa ni katika kipindi cha kutupambania na pia kutimiza majukumu yake ya kitaifa. Kwa hiyo baada ya kuzipokea zile taarifa, kila mtu alizipokea kwa mshtuko mkubwa, na kila mtu aliumia, ikiwa si muda mrefu toka watu mara ya mwisho tumeongea naye, kwa sababu tukisema akiwa strong manake tulikuwa tunawasiliana naye, tulikuwa tunajua yuko katika majukumu yake ya kikazi, na kama familia tulikuwa tuna hope katika msimu wa Pasaka tungekuwa naye pia. Mara ya mwisho unazungumza labda na mzee, unakumbuka labda alikuambia kitu gani wakati wa mwisho kabisa, au mara ya mwisho unazungumza na mzee kabla ya mapenzi ya Mungu kutimizwa? Kama nilivyosema, baba alikuwa
anampenda Mwenyezi Mungu, anapenda tusome sana. Kwa hiyo kati ya vitu vya mwisho alivyoniuliza aliniuliza unaendeaje na shule? Na pia alikuwa na tabia ya kututumia mistari ya Biblia kwa Noa. Pia alinitumia mistari ya Biblia nikamjibu amen. Na pia nilimtumia usiku mwema ambao nadhani ndo jumbe yangu ya mwisho kumfikia, na ambayo hakuijibu mpaka leo. Mpaka Mwenyezi Mungu anampa pumziko la milele. Siku ambayo mzee wetu amepata nafasi ama amepata kibali cha Mungu kuhudumu kwenye nafasi kubwa kabisa ya ukurugenzi wa shirika la umeme Tanzania, kama familia mlizipokea vipi taarifa hizi? Lakini nini ambacho labda siku hiyo mzee alizungumza nanyi kama tukizungumzia taarifa ya kuchaguliwa, alichaguliwa katika mazingira ambayo hatukutarajia. Kwa hiyo tulipokea kama vile Daudi alivyopewa Goliati akapigane naye. Nakumbuka katika kipindi anachopokea shirika lilikuwa katika hali ambayo ina changamoto kubwa. Kwa maana hiyo tulikuwa na wasiwasi, lakini tulichokifanya ni kupiga goti kwa Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu amuongoze, tukijua kwamba ana mradi mkubwa mbele ya Bwana Mwalimu Nyerere kulitimiza, ili umeme wake for the lighting of the whole nation. Kwa hiyo tulipokea kwa furaha, pia tulipokea kwa tahadhari kubwa, kwa sababu tunajua nafasi alikuwa anaenda kuishika ni kubwa, lakini ni nzito pia, na ndio maana alitimiza majukumu yake ya kifamilia, lakini alichapa kazi sana kazini. Kwa hiyo tunamshukuru, aliweza kubalance the position na alitupenda sana, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Nini ambacho mzee alikuwa akitumia muda mwingi kukuasa kwa maana ya kuimprove labda katika eneo fulani? Baba ni mtu wa watu. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo alikuwa anatuasa kikubwa ni kuwa watu wa watu, kwamba kuna jamii, kuna familia, kuna kazi. Na alikuwa anatuambia hata sisi watoto wake kwamba ukitimiza umri wa ukubwa utakuwa nayo majukumu matatu. Kuna jamii itakutegemea ambayo unabidi uihudumie, kuna kazi iwe ya kujiajiri au iwe ya kuajiriwa inabidi uitimize, na pia kuna familia ambayo inakuhitaji masaa 24. Kwa hiyo alituambia learn how to balance these three. Haya mafiga matatu ndio utaweza kuishi maisha ambayo utaweza kuishi maisha ambayo ni jukumu la Mwenyezi Mungu ambalo amekupa hapa duniani. Kwa ratiba imeshatoka mtandaoni, lakini kwa Rafri jana tulikuwa na maombolezo hapa nyumbani, leo tutakuwa na maombolezo hapa nyumbani, kesho tutakuwa na maombolezo Bunda Migungani, kesho kutwa Jumatano tutampumzisha mzee wetu katika makazi yake ya milele Bunda Migungani. Yaani mimi nikushukuru sana na niwape pole sana kama familia. Asante sana, na tunawashukuru sana kwa nafasi hii. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa nafasi aliyomwamini, na tunapokea pole zake pia. Pia tunawashukuru Watanzania wote waliotupa pole kama familia, na pia tunamwombea Mwenyezi Mungu ampumzishe mahali pema peponi. Amin. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.